Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Waziri. The management board of Mbagathi Hospital, the CEO, Swan Carriers, all the staff, Mbagathi Hospital, partners, and distinguished guests. Ladies and gentlemen, good morning. It is with great joy and pleasure to join you all here this morning as we officially launch the new outpatient waiting bay for the Mbagathi Hospital, a facility that has been at the heart of my transformation agenda for healthcare in Nairobi. When I assumed office in August 2017, this facility was largely run down and under-equipped in many ways. Out of this realization, my administration invested over 200 million shillings in renovating and upgrading Mbagathi Hospital, which included the construction of the new block that we offered as the first isolation center in the country. Waziri has already mentioned that, before the first COVID-19 case was recorded in Kenya. We also recarpeted the roads and walkways around the facility, which we found dilapidated, and painting to give the hospital a new look. Over and above that, my administration installed the first renal unit by the county here and made arrangements with doctors from India to be undertaking kidney transplants locally. The plan will continue once the COVID-19 pandemic is stabilized globally. Courtesy of my administration, today, Mbagathi has one of the best mortuaries in the country. It is important to note that these key developments have gone a long way to help decongest the Kenyatta National Hospital alongside other facilities in Nairobi and improve service delivery to the great people of Nairobi. Ladies and gentlemen, for the last 3 years, my administration has invested heavily in the transforming healthcare in Nairobi. I wish to highlight these achievements. Besides establishing the first TB center at Kangemi, in partnership with the Japanese government, we transformed the Pumwani Maternity Hospital into a modern facility from the dreaded place that expectant mothers fear. Today, we have the first of its kind milk bank, an outpatient center, well-equipped wards, and a cold room that ended the culture of stashing dead infants in bags awaiting transportation. We also constructed a new block at Mama Lucy Hospital with a 92-bed capacity and an oxygen plant that has the capacity to supply the whole country, especially during this critical time as we battle the COVID-19 pandemic. My administration also resolved the backlog that the county suffered with medical supplies, and this has ensured constant and timely deliveries from the Kenya Medical Supplies Agency, KEMSA. This is an important milestone that we must never lose to ensure Nairobians benefit from affordable and accessible public health care. My administration also, it is against this backdrop that I'm proud of the partnership with Swan Carriers Limited, thank you, Madam Ambassador, to enable our patients enjoy a modern waiting bay. On behalf of the great people of Nairobi, please accept our gratitude. We remain open to you and other private sector players for similar or other partnerships as we strive to take Nairobi to the next level as a city. And lastly, I wish to urge the Nairobi Metropolitan Services, that is the NMS, to maintain the transformation that we started here and across all our health facilities, because there is more work to be done to ensure Nairobians receive world-class health care.
His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta, and myself had very good intentions in establishing this partnership for the good of the great people of Nairobi. It is important to note that the county government is not in competition with the NMS, as had been portrayed by some of our critics before. Article 187 2B of the Constitution, I keep on talking about this article because we also understand the law. Article 187 2B of the Constitution rests the responsibility over the transferred functions with the county government. And I believe if we work together, as we have demonstrated here today, and with strict commitment to the rule of law, then the people of Nairobi shall be the greatest beneficiaries. As His Excellency the President made it clear in his speech on the 18th of March this year, when the NMS was born, where he directed that this should be a partnership and a collaboration. Unfortunate cases like what we saw in Mukuru Kwaruben 2 days ago, where one person lost their life during the ongoing demolitions, will not have occurred. I wish to urge the NMS to work closely with my administration and tap from the institutional understanding we have of the city to help us all achieve our collective objective. Kwa sababu kuna wamama hapa, hii kizungu mingi waelewi, sababu wakenda kwa debe waangalie kama kuna degree ya Harvard ama ya Nairobi ama ya Kenya. So wamama, asante sana yule mama ameongea testimony ya ukweli. Sisi ni viongozi ambaye tumeweka mbele maslahi ya wananchi wale ambao wametupigia kura. Sana sana hospitali hii inategemewa na wananchi wa Kibera na wananchi wengine wa Nairobi. Na nakumbuka nilikuwa napata message wa mama wakicomplain wamekaa chini ya miti kwa jua kutoka asubuhi mpaka jioni, labda pia wanakosa kutibiwa na rudi tena kesho yake. Hospitali zetu zote za Nairobi zilikuwa na hii shida. Pumwani. Lakini ni mzuri kujisikilia from the tunasema kibluga kimombo horse's mouth, ama wale wanaopata shida wenyewe pale chini. Nakumbuka siku moja nilikuja hapa kutembea na body kanitembesha na management ya hospitali kina Karani walikuwa wakati huo, tukaona zile shida ambazo ziko hapa. Ndio tukasema lazima tuwajengee wagonjwa wetu wale wanakuja kila siku hii block. Na pia ningependa kuambia chair na board na waziri pia pongezi, kwa sababu sisi kila mwaka kwa budget yetu, highest budget tunapeana health. Last financial tulikuwa na over 7 billion plus current expenditure. Na nakumbuka Mbagathi kila mwaka tunawapatia pesa. Mbagathi County Hospital iko chini ya management ya Nairobi City County Government. Kwa hivyo ile pesa ambayo imeanzisha mradi bado ni matunda ya partnership between the hospital management, the board and the county government of Nairobi. Na kwa sababu sisi hatupendi kufanya siasa na maisha ya Wakenya, si ati mpaka wakati kampeni imekaribia ndio tunafanya miradi kama hii. Sisi tumeleta uongozi mashinani kwa wananchi, ndipo wanaona yale maendeleo yote nimetaja kwa lugha ya Kimombo tumeyafanya within the first 3 years. Na ningependa kuhakikishia contractor kwa wapi kuja hapa mbele, kwa sababu mimi nimezuiliwa kuingia kwa ofisi, na jana tulipata bilioni 1.1 kutoka kwa treasury, ingawa kulikuwa na a lot of blackmail na siasa. Na sisi tulisema hatuna shida na NMS. Wakati mimi na rais tulisign hii mkataba wetu ya functions, kitu ya kwanza niliweka maslahi na maisha ya watu wa Nairobi kwanza mbele, kwa sababu number 1 siko kwa ofisi. Number 2 nakubali kuna challenges Nairobi tuko nazo ambazo tunahitaji kusaidiwa. Kwa mfano ni congestion ya traffic Nairobi. Tunataka modern transport system kama zile nchi zingine za kimataifa, Dubai, London, New York. Tunataka Nairobi ifanyike hivyo. Na mimi nikataka msaada, nikiambia rais nataka kusaidiwa. Na tukasign ile tulisign. Lakini kusign ile nilisign haimaanishi Sonko alishindwa na kazi. Kama ningeshindwa na kazi tusingekuwa na mradi kama hii. Kama ningeshindwa na kazi
leo Mama Lucy tusingekuwa na ghorofa ya hospitali. Mama Lucy tusingekuwa na TB center. Tusingekuwa na mochari mpya Pumwani. Tusingekuwa na ward renovated 8 Pumwani. Tusingekuwa na hii isolation center ambayo Afrika Mashariki na Kati wanaitumia kama COVID center. Kwa hivyo kuja kwa NMS haimaanishi nisukume mimi nje. Mimi nimepewa wadhifa na wao mama na wananchi wale ambao wako Nairobi na sitawasaliti. Kwa hivyo wale wanapeleka smear campaign hadi Sonko aende nje, Sonko aende nje. Labda mnifunge ama mniimpeach ndio nitaenda nje. Lakini kwa sasa nitaendelea kufanya kazi ile nimepewa na wananchi wa Nairobi. Wazuri simama. Na unajua tulikuwa na shida na wewe kidogo nikakusukuma nje ukarudi. Kwa sababu tulipoenda kwa launch TB center Ukangemi nilipata wamama wanauziwa jik. Nilipata wamama ndio ujifungue unachota kwanza. So tukasema mambo kama hiyo haiwezi fanyika, tukakusimamisha, tukachunguza, tukapata hauna hatia, tukasema urudi uendelee na kazi. Kwa hivyo wewe na board chairman kutoka hapa mimi nikienda city nitawekwa pingu, nitaregeshwa jela. So what you do, mkae na waziri wa finance, salary yetu ni 1 billion plus statutory payment NHIF, NHIF. Tunabaki na zaidi ya 200 million. Kwa hivyo mimi napeana order huyu mtu alipe pesa yake leo ama kesho asubuhi. The chairman will work closely with them to ensure within the next 2-3 days we clear the outstanding 6 million. Thank you very much. Mukaichi. Kwa hivyo yale nimesema tutaendelea kufanya kazi pamoja kama kuna challenges, sababu katiba bado inanipatia nguvu. Inanipatia nguvu za kikatiba, zile function tumetransfer bado kuzishughulikia closely na NMS kuhakikisha wananchi wetu wanapata service delivery inayofaa in terms of kuzaa, in terms of kupata matibabu, madawa, kila kitu, barabara, maji, hayo yote tunaomba yafanyike. Kwa hivyo mimi namwambia ndugu yangu Badi, tunajua wewe ni mwanajeshi. Wacha kutumia excessive nguvu. Sisi ni watu homeless. Sisi ni watu tunataka tufanye kazi pamoja, tuhakikishe wananchi wanapata maendeleo. Hayo yakifanyika, basi tutasikia Sonko akisema anaenda mahakamani kusimamisha NMS. Lakini sheria ikivunjwa, lazima tutapigania haki za wananchi Nairobi, na haki zangu sio ikuwe NMS inaninyang'anya mimi kazi. Hiyo mimi sitakubali mambo ya kipuzi kama hayo, sababu sisi ni watu tunaogopa sheria na tunaogopa tu Mungu, kuheshimu wananchi na rais na viongozi wale wengine wote. Lakini vitisho ndogo ndogo hata sababu mtu ni mwanajeshi, hiyo situlete bana. Hiyo pelekea kina Saddam Hussein. Kwa hivyo mimi naomba tu watu waheshimiane. Tukishaheshimiana, sasa kujiregelea sitakuwa na maneno. Nataka kupatia mfano mzuri sana ambao mambo yameonekana, lakini watu wanakuja kusimamia campaign kuniharibia jina. Kwa mfano siku za kwanza nakumbuka tulinyang'anywa 15 billion kwa supplementary budget nyingine ililetwa kibandia mlango wa nyuma kule kwa assembly. Mimi nikataa ku accept hiyo budget kwa sababu nikasema nilitransfer function 4 peke yake. Baada tuko na education kwa ECD center, tuko na watoto, tuko na shule zaidi ya 280, tuko na watoto zaidi ya 30,000 ambazo bado wako chini ya management ya county ya Nairobi. Lazima budget kama hizo tuwe tunapatiwa. Na pia tuko tayari sisi miradi yetu yote kwa miaka 3 ambayo tumeifanya, ile nimetaja sitaki kurejelea, Mama Lucy, Pumwani na hospitali zote, tuko tayari kuhandover rasmi kwa NMS. Wananchi waendelee kupata matibabu Nairobi, but kwa njia ya heshima, si kwa njia ya kudharauliwa. Lazima tuheshimu wananchi. So hiyo budget ya 15 billion nilikataa kuiaccept sababu ilikuwa ni budget ya dhulma. Na nashukuru rais alipoingilia akachunguza hii maneno, akasema hiyo budget kwa gazeti tufanye budget mpya. Budget mpya tumefanya. Tumepea NMS 3.5 billion. Lakini sheria, tunataka sheria, wabunge, assembly, seneti, mwende mulegalize NMS. Kwa sababu sasa hii haiko kwa sheria. Tukusema hivyo haisemi wasiendelee kufanya kazi. Hapana. Sisi tunataka kufanya sheria. Na ile pesa ambayo tumewapea, sheria inasema county government minister wa CEC ndio responsible wa pesa kama ile, kusign ndio ile kule inaenda. So sisi hatuna shida ya kufanyia mtu yote blackmail, na sisi pia tusifanyiwe blackmail.
Kwa hivyo ndio mambo tunaomba kwa sasa, na tunaendelea kuongea na rais tuweke mikakati. Kama NMS itaendelea, basi heshima kwa viongozi wote Nairobi, kwa wananchi, kwa madaktari, intimidation language. Nimepata ripoti mingi, wakubwa wa hospitali, madaktari, nurses wanatumiwa language mbaya, wale walikuwa wanafanyia kazi wanateswa na matransfer. Hii hatutakubali, na nataka mjue management ya hospitali kuwa mimi bado ni governor. Dhulma aina yoyote, namba yangu mnaijua yote, 0739555555. Niko na PA pale 0724354400. Kesi yote ya dhulma, kuna mtu akona right ya kukufuta kazi sababu ulifanya kazi na Sonko miaka 3. Hiyo ni ushenzi. Sheria za jeshi zisiletwe hapa Nairobi. Na kitu kinaniuma zaidi, Senate ilipitisha resolution kila governor akuwe na official nyumba yake. Magavana wengine wanatumia milioni 300, milioni 400. Mimi nikasema sitafanya hivyo. Kuna nyumba Nairobi iko chini ya ilikuwa mayor. Mayor walipoenda magavana walikuja. Nilipoenda kuchukua hiyo nyumba, jeshi imemwaga huko. Kwambia wewe si governor, toka hapa. Hiyo sio ungwana, hiyo sio haki. Gari yangu official mtu anaichukua sababu ati ni mwanajeshi, anapeleka huko Syria base. So sija kuja hapa kuleta ripoti mingi, lakini mambo mengine ni uchungu. Inauma. Tuachane na hiyo maneno. Tufanyie wananchi kazi pamoja, twende mbele. Sija kuja hapa kwa siasa. Nimekuja hapa kulaunch building, tumemaliza. Hiyo nyingine tuachie Mungu, lakini tutaendelea kupigana. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki wote. Thank you, His Excellency. Thank you, His Excellency. Thank you very much. Let's have another testimony. Now, His Excellency Governor. Get back the building so that our mothers can have a very comfortable and a decent deliver their children in a decent manner. Thank you so much for that, Governor. And also many a times, Governor himself has been here not only to make sure that we have one of the best building and also the outpatient department, but also clearing the bills of so many patients who sometimes get stuck in the hospital here and cannot manage to pay their hospitals in great numbers, in millions actually. So we'd like to say thank you so much on behalf of the hospital management team and the board. We'd like to take this opportunity to say thank you, Sana, Bwana Governor, for that kind gesture, and we really appreciate that in big time. I'd also like to take this opportunity to thank the board of hospital, the board of management through the chair for working extra hard. Actually, most of the time we've been here, and I think this will also be the great opportunity to say a bit pole to Mr. Nyaga for trying to make sure we are on toes with the work, and for sure he has really made sure we have one of the best departments, not only as a contractor, and he was not only looking for the money, but also build it with a passion. Asante sana, and may God bless you for that. I'll also take this opportunity to thank the hospital CEO for the great support that he has been working so closely with the hospital management team and the HNT and the entire staff. Asante sana for that close working relationship that we've had so far. May God bless you for that. I'd also like to take this opportunity to say thank you to the SWAN team
through Ambassador Kitavi for the donation of the chairs. We had a building and now at least we have chairs. Thank you so much, and our patients now can come and sit decently as they are waiting for them to get treated. I would also like to recognize the hospital doctors and the nurses for the great work they've been doing, especially during this COVID-19. Sometimes things were not really well when we were not all prepared, even as a country, not only as a hospital, during this COVID. So when this sickness came, we didn't know exactly what to do or how to handle it. But again, our frontliners, the doctors and the nurses, didn't back off. Thank you so much for kujitolelea to make sure at least our patient, and we didn't even manage to close the hospital. And one thing that I really need to emphasize, so that even our members of the community should not fear to come to the hospital to seek for the treatment, is that as a Mbagathi hospital, and this is something that we are so proud, despite the fact that we are actually the center of COVID, but our staff, we've not recorded a large number of our staff being infected with the COVID-19, unlike we've seen in other hospitals. So that means things have been running smooth. Our doctors are being taken care of, our nurses, our casual workers, our staff, and everybody. So to the community who are here and the representative, tafadhali niwaambieni watu kule nchi, wananchi, ya kwamba Mbagathi is safe. You can come for treatment anytime. Asanteni sana. And then I'd also like to thank in a special way our dear staff, our casual laborers, who make sure in a daily basis that they make the hospital clean and we have a conducive environment. So kwa hayo machache, napenda kusema shukran sana, asanteni sana to come for gracing this occasion, and may God bless you. So HMT, please line up for a photo op with the governor. I know he's a busy man before he leaves. Please. Let's just get the HMT rhyme somewhere. Let's look at it. Yes, before we go for the photos, I'm requesting our nursing service manager to come and lead us with a closing prayer. Thank you very much. Let us bow down our heads for a word of prayer. Everlasting God, once again we come before you. We want to thank you because of your goodness you have to us. Thank you for this great occasion. Thank you for your hand. We really want to appreciate, oh God, the guests that you have brought to us today. We are grateful for His Excellency, the Governor of Nairobi, who has come today, our Governor, to grace this occasion. Lord God Almighty, we want to ask in a special way that you continue to bless him and bless even the leaders of NMS and all the leaders of this country. God Almighty, we are very grateful for everything. I pray all this and I believe in Jesus' mighty name. Okay, thank you. We're going to do the board first, then the HMT.